Bwana Yesu asifiwe. Ninakukaribisha katika kipindi cha kuombea lango la fedha. Tuko katika mwaka mwingine wa 2026-2027 na sasa tunaombea lango la fedha ili Mungu aweze kutubariki katika fedha za matumizi ya kawaida na matumizi ya maendeleo. Tunaposema matumizi ya kawaida tunamaanisha matumizi ambayo wewe umekuwa ukitumia pale nyumbani, matumizi ya kawaida ya kulipa school fees, ya kulipia gharama, bills mbalimbali. Lakini pia tunaposema fedha za maendeleo tunasema habari za fedha kwa ajili ya kujenga, kuanzisha kampuni na kufanya vitu vya maendeleo yajayo ya baadaye. Tunakukaribisha sasa, niombe kwa ajili yako na nikukaribisha katika kipindi. Bwana Yesu, ninakushukuru kwa ajili ya msikilizaji wako na mtazamaji. Bwana Yesu mfalme wa amani, ukabariki lango la fedha katika damu ya mwana kondoo na jina la Yesu. Asante Mungu Baba uwezayo kuyafanya mambo makubwa kuliko yale tuyaombayo. Mungu, ninakukaribisha Roho Mtakatifu, njoo utusaidie kuomba vile upendavyo wewe, maana umesema unatusaidia udhaifu wetu. Asante, katika jina la Yesu ninaomba na kushukuru, amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo tunaenda kutazama katika lango la kifedha, lakini tutaenda kuangalia namna ambavyo unaweza ukafanya kazi za watu wengine na Mungu akakubariki. Tunamuona Ayubu. Ayubu alipata shida. Ayubu alipigwa kiuchumi kama ambavyo hata wewe umepigwa kiuchumi. Ayubu alifilisika kabisa. Alikuwa na fedha, alikuwa na mali, kila kitu kilipotea. Lakini Mungu alimpa mbinu, na mimi leo nataka nikupe mbinu yako wewe kurudisha uchumi wako au kufanikiwa kiuchumi au kuleta mafanikio makubwa katika fedha. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona Mungu akiwa anamwambia Ayubu, nenda kawaombee wale marafiki zako ambao Ayubu yeye aliwaita ni watu ni wataabishaji. Bwana Yesu asifiwe. Ninaposema nenda kawaombee watu ambao unawaona kama vile ni wataabishaji. Katika hii dunia kuna matatizo mbalimbali yaliko kwenye hii dunia. Mungu anataka uchukue matatizo yaliyoko ndani ya hii dunia uyafanye kuwa ni sehemu ya kazi yako. Watu hawajui, wanajiuliza maswali, hivi mimi nitafanya nini niweze kufanikiwa? Katika hii dunia kuna matatizo mengi. Kuna watu wana safazi nyingi sana, wengine wana magonjwa, wengine wana shida mbalimbali, na wanatafuta namna ambavyo wangeweza kutatua yale matatizo yao. Na kwa sababu wamekuwa wanatafuta namna ya kutatua matatizo yao hawapati, wewe ni miongoni mwa mtu ambaye wewe unaweza ukatumia fursa ya matatizo ya watu kwa ajili ya kutafuta mbinu ya kuyatatua na ukafanikiwa kiuchumi. Nenda katika chumba chako cha siri, nenda katafute ni tatizo gani ambalo wewe unaweza kulitatua. Hilo tatizo nenda nalo mbele za Mungu. Nenda kamwambie Mungu, ninataka nikatatue tatizo fulani. Mungu atakupa uwezo, atakupa nguvu, atakupa uwezo, maana Bwana anasema yeye ndiye atupae nguvu za kupata utajiri. Yeye atakupa utajiri katika kutatua hilo tatizo. Watu wengi sana unaoona wametajirika ni wanatatua matatizo ya watu wengine. Katika mfumo wa kufanikiwa ni lazima uwe na uwezo wa kutatua matatizo ya watu wengine. Watu wengi wana matatizo mbalimbali, wanahitaji watu wa kuwasaidia. Wewe ingia katika kutatua hayo matatizo yao. Ukiingia katika kutatua yale matatizo yao, ndipo wewe Mungu atakapokufanikisha. Twende tukasome neno la Mungu. Neno la Mungu linatoka katika kitabu cha Ayubu. Ayubu sura ya 42. Napo Mungu anasema mstari wa 10, kisha Bwana akaugeuza uteka wa Ayubu hapo alipowaombea rafiki zake. Bwana naye akampa Ayubu mara 2 kuliko hayo aliyokuwa nayo kwanza. Ayubu alienda kutatua matatizo ya dhambi za watu wengine. Wale watu marafiki zake aliwaona wataabishaji mwanzo, alikuwa akilalamika akisema, Mungu umeniletea watu wananidhihaki. Mungu anamwambia hao sio dhihaka, hao ndiyo kazi ambayo inabidi uifanye, na ukiifanya hapo ndipo mimi nitakapokubariki. Mungu anamruhusu Ayubu. Ayubu anaenda kuwaombea marafiki zake. Anapowaombea marafiki zake, ndipo Mungu anampa utajiri zaidi aliyokuwa nao hapo mwanzo. Kaangalia katika jamii, angalia kwenye mtandao wa kijamii, angalia watu wana shida gani. Nenda katafute shida hiyo ambao wanaona wanayo, nenda kaanze kutafuta namna ya kuitatua. Ukitafuta namna ya kutatua, Mungu atakubariki katika namna ile ya kutatua hiyo shida yao.
Na mimi ninakualika katika jina la Yesu, tuingie kwenye maombi, tuombe kwa ajili ya lango la fedha, tuombe kwa ajili ya hii mbinu ambayo Mungu ametuletea kwamba tutatue matatizo ya watu wengine, naye anatuzidishia mara mbili. Tuone tukaufungue moyo uweze kujua ni tatizo gani lililoko ndani ya jamii ambalo wewe ukilitatua linaweza likakusaidia kutoka katika mahali ulipo na kuenda mahali pengine. Watu wana matatizo mbali mbali. Bwana Yesu asifiwe. Nikualike sasa. Baba, katika jina la Yesu, ninakushukuru kwa ajili ya msikilizaji wako, ninakushukuru kwa ajili ya mtazamaji wako, katika jina la Yesu na damu ya mwana kondoo, ninaomba toba na rehema kwenye akili yake. Baba, upate kumfungua akili, upate kufungua moyo, upate kufungua ubongo wake, apate kujua ni nini ambalo anapaswa kulifanya. Mfalme, katika jina la Yesu, Ayubu alikuwa juu ya ambacho angeweza kukifanya ili aweze kufanikiwa. Bwana Yesu, ninakuja kwako. Ulimwambia Ayubu, nenda kawaombee marafiki zako, wale wataabishaji, wale waliokutesa, wale waliofanya mambo magumu. Na mimi Baba ninamwombea katika jina la Yesu, pale msalabani kwenye lango la kiuchumi, kwa jina la Yesu, aweze kujua, aweze kutambua namna ambavyo Bwana kuna shida mbalimbali katika hii dunia aweze kutatua. Yamkini kwenye akili yake, au yamkini Bwana unasema naye, lakini anasema sitaki kusikia. Unasema katika neno lako ya kwamba nalikuita siku ya kufanikiwa kwako, lakini ulisema sitaki kusikia. Baba, ninaomba toba kwa ajili ya masikio. Ninaomba Bwana apate kusikia, ninaomba Bwana apate kuona katika jina la Yesu. Asante Mungu Baba, kwa maana